sisi. Sasa inasema na Yesu alipokuwa Bethania katika nyumba ya Simoni Mkoma. Nitasoma kwanza mstari mmoja. Yesu, hii ni wakati ambapo yeye alikuwa anaenda na ubiri Injili. Na wakati Yesu alipokuwa anaenda na ubiri Injili, alikuwa anaenda vijiji kwa vijiji. Anapofika tuseme anatoka hapa Melton, anatoka Melton, anaenda mpaka Shimashi, anatoka mpaka Shimashi, anaenda. Maana Yesu alikuwa anaenda anaeleza Injili. Na wakati alipokuwa anaenda anaeleza Injili, Yesu Kristo alikuwa anaenda sehemu ile, anapofika anahubiri. Wakati alipokuwa kwa Simoni Mkoma, kuna mama fulani ambaye alifika mpaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye alikuwa yuko na kula mezani. Kuna mama mmoja ambaye alitoka huko. Huyo mama alikuwa ni mwenye dhambi, ambaye yeye aliona ya kwamba hata nifanye haya maandalizi kwa ajili ya mimi kutubu, nitatubu kupitia nini? Niache niende nikampake Yesu haya mafuta. Na wakati alipopaka Yesu mafuta kichwani mwake, kuna watu ambao walinamwona kidogo. Walikuwa wakina nani? Hapo mwanzo walikuwa wanafunzi wa Yesu, na Susan alikuwa ni Yuda. Ndio, acha tusome. Mwanamke mwenye kikweta, saba hiyo inasema, cha maharamu ya thamani kubwa alimkaribia akamwambia, maharamu yenye thamani kubwa alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa, wakasema, ni wanini upotevu? Yale mafuta ni mafuta ambayo yalikuwa ni mafuta ya samani. Na wakati yalipokuwa ni mafuta ya samani, wale wanafunzi wa Yesu waliona wivu kwa ajili Yesu amepaka mafuta. Wao kwa wao walianza kunong'ona na kusema, ukiangalia sana sana, unapokuwa sehemu majadili mazuri, unapopata kitu kidogo kupitia maisha yako, mfano kuna watu wengi wanachukiwa na maendeleo yako. Na wakati unapochukiwa na maendeleo yako, wako wananong'ona. Ndio hao wanafunzi wa Yesu walinong'ona na wakasema kwamba kwa nini hii mafuta situngihusisha hata basi tupatie hata maskini? Lakini Yesu aliwajibu na kusema ya kwamba, acha tusome, maana maharamu hii ingeliuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu alijibu, Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnataabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nami, lakini mimi hamtakuwa nami milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu aliambia wanafunzi wake, hawa maskini mwanao wasema huyu mwanamke hakufanya jambo baya, alifanya jambo zuri. Kwa sababu ya nini? Yeye huyu mwanamke ananiandalia mimi ile parfait ambayo ukiona mtu yeyote kama amekufa ameshakuwa marehemu, uwanga na pako mafuta, uwanga na mimi parfait. Ile parfait ni kusema nini? Ni manukato ambayo yao aende nayo. Kwa hiyo
milele na milele. Hapana. Ukiona mtu anakufa leo, ujue kwamba yeye na yeye hanatangulia, lakini na wewe kesho utamfuata. Kwa sababu hatutaishi katika hii dunia milele na milele. Hapana. Sisi wote tutakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya ndiyo majibu ambayo Yesu alisema ya kwamba msimtese mwanamke huyu kwa sababu huyu mwanamke hananililia mimi na ananiandalia mimi. Hii haya mafuta ni kwa ajili ya kifo changu. Watu wengi, najua nimeshasema, watu wengi wakati mtu kama Fabrice amefanikiwa, watu wengine wanaanza kuona ni Mungu ndio amefanya vile. Na wanafunzi wa Yesu na wenyewe walikuwa na hilo jambo. Bwana Yesu atuhurumie sana. Ukiangalia sasa, ukienda huko mitaani, watu wanafikiria labda katika kanisa wako pesa. Labda wale ambao wanakula kwenye pesa ya kanisa. Ndugu Fabrice, ndipo hii kanisa ikaa hapa. Ulishapata kapi ambao na dola moja kwa. tofauti ya wewe tena kutoa ambazo ziko mfukoni mwako, tena unasaidia kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujue kwamba mtu kufanya kazi ya Mungu huwaka ni kujitolea. Bila kujitolea hauwezi kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo yule mama alijitolea na kuleta kibweta cha mafuta ili apate kumpaka Yesu Kristo kichwani. Alijitolea. Na sisi tunajitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tema yetu ya leo ni kujitolea. Ndio neno. Kujitolea. Ukiona ya kwamba wewe ndani ya kazi ya Mungu haujitolei, hauwezi ukapata baraka hata siku moja na uwezo ukabarikiwa. Yule mama alibarikiwa kwa sababu ya nini? Alijitolea. Aliona ya kwamba haya mafuta licha ya kuwa ni ya thamani, hata niende nikampake Yesu kwa ajili ya nini? Ili nipate kupata baraka. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya wanafunzi wake kumwambia kwamba ni upotevu wa marasi haya tungeuza kwa pesa nyingi, lakini yeye aliona kwamba zile pesa hazina maana. Ni lazima hata mimi nijitolee ili nimpake huyu, nimwandalie ambapo sehemu atakapoenda ndipo au anasema kwamba alifanya kazi. Nina naomba Amen. tusome. Ndio Fabrice tusomea mstari wa 11. Soma 12. Hicho tu kitabu tu. Mstari wa 12 tunasoma 12. Soma 12. Inasema Mathayo 26 mstari wa 12 inasema hivi. Huyu mama amenimiminia maji hii kunitayarisha kwa maziko. Amen. 12 inasema. Kwa hiyo yule mwanamama yeye alikuwa anamwandalia, alijitolea kwa ajili ya kumwandalia mtu fulani. Juu huku kwetu watu wengi wanaonaga kwamba haya maharusi labda natosha. Mtu anaweza kusema fulani atafunga harusi, hivi najitolea nitanunua koti. Amejitolea. Mimi nitamuzia sana, anajitolea. Hakulazimishwa. Alijitolea mwenyewe. Yule mama hatujui kilichomgonga moyoni mwake ili apate kujitolea kwa ajili ya kumwekea Yesu yale mafuta. Lakini sisi wa siku hizi nikishajitolea mimi, baada ya hapo sasa yamekuwa tena matangazo. Asingekuwa mimi kabisa, angekuwa vile. Kashukurani angekuwa vile. Asingekuwa mimi. Bwana Yesu atuhurumie sana. Wewe hakuna
Endelea tena ndio verse. Sura 13 naendelea kusema. Na waambieni kweli, popote ulimwenguni ambapo hii habari njema itahubiriwa, kitendo hiki alichofanya mama huyu kitatajwa kwa kumkumbuka yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo mpaka leo hicho kitendo alichokifanya yeye kumpaka Yesu mafuta, mpaka leo tunakisema. Uongo kweli. Lakini huyu mama hasingefanya vile, hatungekuwa tunaisoma katika Biblia. Kama Dorcas tunasema ni kwa sababu Dorcas alijitolea na kusema kwamba hata mimi niwe nasaidia wajane na mayatima. Kwa sababu unaposaidia ndipo Mungu anapokubariki. Unapojitolea ndipo Mungu anapokubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusione kwamba sisi tu wachache hatuwezi tukaendelea. Hapa ina uhakika tunaendelea hata tu wachache. Kama tunajitolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kinachosababisha tusiwe na ile minong'ono ambayo wanafunzi wa Yesu walifanya. Mtu anajitolea kule, wao sasa ndio wanakuja sema, kwa nini atoe kile kitu? Sikikuwa cha gharama. Hapana, kwa nini yeye aliona ni cha gharama lakini akajitolea na kusema kwamba hata nimtolee Mungu wangu kwa sababu Mungu ndiye aliyeniumba. Hata hiyo elfu ya dola haina problem. Hata hiyo ngapi haina problem. Ni kama unaifanya kwa roho nzuri. Lakini ukijitolea kwa roho sio nzuri, tukianza kulazimishana kwamba tufanye hiki kwa ajili ya kanisa endelee, tunaweza tukapiga kila siku ngoma hapa na tutaona sadaka na tutaona nini. Ninakumbuka wakati mmoja hapa tulikuwa tunadaiwa hii nyumba. Wakati tulipodaiwa hii nyumba tulikuwa watu wengi, tulikuwa tunasema kwamba jamani, ni wakina nani ambao watalipia nyumba? Watu wote hakuna kwa wanajitolea. Tutasikia tutalipa siku fulani. Tujitolee sasa tulipe, hakuna. Tunachukua mpaka tunachukuliwa na unaondoka. Lakini wakati tunapofanya hicho kitendo cha sisi kujitolea kwa neema ya Mungu, kazi itasonga mbele na kila kitu kitakuwa vizuri. Kwa hiyo tuwe tunajitolea. Tusiwe tunaangalia kwamba mimi hichi nimeshakifanya hichi, siwezi nikafanya hichi. Hapana. Chuki siku zote huwa hivyo. Tusome kwanza katika kitabu cha Mithali, turudi katika kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali 14. Mithali 14 mstari wa 19 unasema hivi. Waovu watapiga magoti mbele ya watu wema, watu wabaya mlangoni mwa waadilifu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wale waovu watapiga nini? Magoti wale watu wema. Wale waovu ni wale wasiojitolea, ni wale watenda dhambi, ni wale wasiojua Mungu, ndio watu wanaitwa watu waovu. Lakini wale wanaojua Mungu na wanaojua kusudi la Mungu, wao watakuwa pale kwa ajili ya kusema ya kwamba hii kazi lazima iendelee na lazima isonge mbele. Ni watu wasiolazimishwa, ni watu wenye kujitolea, ni watu wenye kufanya kila ambacho kinawezekana. Nitaonyesha mfano. Huko katika Biblia, huko na mtu mmoja aliye na mke wake. Walijitolea mpaka lipa sera tunampa Mungu. Ipigwe bei kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wakalipiga bei. Wao hawakulazimishwa, walijitolea. Tukaanza feature tena pesa. Sasa hivi tulishauzisha kwa pesa iko hakuiwa bei. Acha kwanza tukapata hata hii noti tutie mfuko.
Wewe unafikiria labda unaficha Fabrice au kuficha Fabrice? Hapana. Unayeficha ni Mungu. Watu wengi wanafikiria labda nikizuru kitu cha kanisa, lazima labda mimi namkomesha fulani. Mungu yako haunikomeshi mimi wala ukomesha Fabrice. Unajikomesha mwenyewe. Wakati utakapoona majaribu yanakufikia, baadaye utaanza kulaumu Mungu. Halafu huyu Mungu hanijui. Unashindwa kuelewa kwamba ulizulumu kitu cha watu. Ulijitolea na baadaye ukazulumu. Kwa hiyo watu ambao wasiojitolea, wale watu wasiokuwa waaminifu watapiga magoti mbele ya wale waaminifu. Endelea kusoma. Tunaendelea kusoma mstari wa 20. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, lakini tajiri ana rafiki wengi. Amen. Amen. Ukiwa tajiri kwako leo kutanyala na swali kwetu Afrika. Ikiwa kwako hivi na msusurika cha utakuwa naona manundu ya watu. Lakini ukiwa hapo maskini hauna chochote, nani watafika kwako? Hautaona hata mtu mwenye atafika kwako hata siku moja. Kwa sababu ya nini? Wanajua kwa tajiri ndio wanakula. Wanajua kwa tajiri ndio watajitolea wapatie chakula. Wanashindwa kujua ya kwamba na hata maskini na yeye anaweza kujitolea. Biblia inasema kwamba sadaka ya mjane maskini ndiyo ilionekana kubwa mbele za Mungu. Kwa sababu ya nini? Alijitolea. Na wakati unapojitolea ndipo baraka zinakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati Sodoma na Gomora ilianza kuchomwa, Mungu alikuwa anaandaa kuchoma. Wamalaika walikuja wakapitia kwa Ibrahimu. Walipopita kwa Ibrahimu, Ibrahimu alijitolea na kusema kwamba hatatoka hapa bila kupata kitu chochote. Ndio maana ule wimbo unasema katika Biblia, moto moyoni pia kinywani unashuhudia pendo. Wakamwambia kwamba msitoke hapa bila kwenda kupata chochote. Wakatengenezewa chakula. Na wakati walipotengenezewa chakula, umoja ndio akamwambia Sara, wewe Sara utazaa. Yule mzee ndio utazaa. Na wakati alipoambiwa utazaa alicheka, ndio maana ya neno Isaka. Isaka maana yake ni cheko. Ukisikia mtu anaitwa wewe ni Isaka, maana yake ni cheko. Ni wakati ambapo alipoambiwa ya kwamba wewe utazaa, alicheka. Na alipotabasamu ndipo ile neno ikaonekana kwamba akapata zile baraka kwa sababu ya nini? Ya kujitolea. Kwa hiyo tunajitolea. Endelea tena kidogo hapo. 21 inaendelea kusema hivi: anayemdharau jirani yake ni mwenye dhambi, bali ana heri aliye mwema kwa maskini. Amen. Kwa hiyo wa maskini, kama wewe ni maskini, afadhali uwe maskini wa pesa kuliko kuwa maskini wa mawazo wala wa Mungu, kwa sababu ukiwa maskini wa mawazo hauwezi ukajua chochote. Na sana kinachotusumbua sisi, tunapata ile kidogo, lakini tuko maskini wa mawazo. Na hicho ndio kinasumbua sana makanisa ya sisi wa Afrika. Tunapata ile kidogo, lakini tuko wa maskini wa mawazo. Na ndio maana makanisa yetu hayaendelei kwa sababu ya nini? Hatuna ule mwamko. Sisi tuko pale tu kuona lakini mawazo yetu hayatumiki. Hatuko tunajitolea kimawazo. Kwa hiyo tukiwa tunajitolea kimawazo, lazima tunaweza hata vikundi vyetu na sisi wako vinaweza
Utasamehe kwa sababu nitasema hizi. Diaspora ya Wanyarwanda Ufaransa wako na kundi lao kule. Wale wanazuia diaspora ya Wakongomani wasipige muziki kwa sababu kwa ile siku watazimisha ile yabo genocide tarehe 7. Sasa jiulize, wewe uko katika nchi ya ugeni unalazimisha, hiyo inaonekana ni zile nguvu ndio ile power. Kwa sababu ya nini? Wako matajiri wa mawazo. Lakini kwa sababu sisi tukiwa matajiri tu lele unaona fulani sisi ndio tajiri wetu sisi. Unaona fulani unaona fulani ndio tajiri wetu kwa tunajua. Hatuna fikra na hatuwezi tukasonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunatakiwa tujitolee kazi yote. Kazi ya Mungu lazima tutuishike. Ndio tendo kwa Kristo ni kujitolea. Amen. Kama wewe haujitolei, hauwezi kupata baraka. Negative. Kwa hiyo tunajitolea. Wenzetu wanajitolea. Ndio maana vikundi vyao vinaendelea. Sisi hatujitolei na ndio maana vikundi vyetu vinazidi kurudi. Na kujitolea si mpaka pesa. Hapana. Hapa kwenye tuko hapa, pesa huwa hazifanya kazi negative. Mimi nasema pesa zinafanya kazi kwa wakati, lakini sana hapa kinachofanya kazi wenzetu ni mawazo. Ndio sana ambacho kinafanya kazi. Kwa sababu kila mtu hapa iko napata ile $100 pesa. Sasa utamtishia nini? Lakini wewe unapoleta yale mawazo, tayari tunajua haya mawazo yanaweza yakatusaidia tukapata zaidi ya milioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma katika kitabu cha Marko 13:12. Marko 13. Ndio. Marko 13 mstari 12. Mstari wa 12 nasema. Marko 13 mstari wa 12 nasema hivi. Ndio. Ndugu anatasmiti ndugu yake. Ndio. Narudia tena. Rudia. Ndugu anatasmini ndugu yake au wawe. Baba atasmiti mwanae, mtoto naye watoto nao wanashambulia wazazi wao na kuwaua. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Kiswahili chako. Ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto wake, na watoto watawasaliti wazazi wao na kuwahuisha. Inamaanisha nini? Kama mimi na wewe hatukujitolea, wakati ambapo tunajitolea na tunakuwa na ile chuki. Najua nilisema mbele. Nilisema ya kwamba mimi najitolea kwa Fabrice. Baada ya hapo tena mimi ndio matangazo kwenda na mtangaza simu. Asingekuwa mimi Fabrice asingekuwa hivi. Hapo tayari wakati ambapo Fabrice atakaposikia kwamba mimi nilimsema, chuki itaingia. Na wakati chuki kishaingia, tayari ule upendo wa mimi na Fabrice haupo tena. Kweli Umetoka. Na ukishatoka chuki inaingia. Hapo sasa tunaingia kwenye kusalitiana mimi na Fabrice. Sitamuongelea tena Fabrice vizuri. Wala na Fabrice hata niongelea vizuri. Kwa sababu ya nini? Tumeingiza chuki. Na wakati tunapoingiza chuki ndipo dhambi inapoingia. Tunakuwa wenye kubaguana. Lakini inatakiwa tuwe watu wa kujitolea, na tukishajitolea yale mawazo yetu tutayaweka
kila kitu tutaenda na kucheka. Lakini wakati tunapoingiza kusaidiana, hapo inakuwa shida. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Endelea ya mwisho 13 inaendelea kusema hivi. Watu wote watukieni ninyi kwa sababu ya jina langu. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Amen. Amen. Ujue ya kwamba ukiwa mwenye haki lazima kila mtu atakuchukia. Ukiwa mwenye kujitolea kila mtu atakuchukia tu. Hata umsaidie namna gani, lazima atakuchukia na atakwambia kwamba halazizi na yeye. Kwa mtu mmoja unaweza ukaenda semiana, acha niende nikasaidie fulani, unajitolea. Na wakati unapojitolea, na aswa mimi nasema na aswa sisi wanao, ukijitolea acha niende nimsaidie shukrani ana mimi, nikimsaidia siku 3 tangazo utakuta ataongoza shukrani. Uongo kweli? Hiyo ni kweli. Mimi sikuenda kwa mambo mabaya, naenda najitolea. Hata nijitolee kama vile ambaye yule mwanamama alijitolea na kuleta mafuta na kamimina kwenye kichwa cha Yesu. Lakini wewe unapojitolea mambo yanakuwa makubwa, mambo yanabadilika. Huruma sana. Tufanyeje kazi ya Mungu iendelee? Tukiwa hivyo kazi ya Mungu haiwezi kuendelea. Itakuwa kila kukicha ni yale tu. Tujitolee kimawazo, tujitolee kifedha, tujitolee katika namna yote ile ili kazi ipate kuendelea. Kama kwa kumalizia, tunaenda katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 21. Luka 21 mstari wake wa 16. Tutasoma mstari miwili tu, 16-17. Luka 21 mstari wa 16 na 17 inasema hivi. 16 inaanza. Wazazi wenu, ndugu, jamaa na marafiki zenu watawasaliti ninyi, na baadhi yenu mtauawa. Watu wote watawachukieni ninyi kwa sababu ya jina langu, lakini hata unywele mmoja wa kichwa chenu hautapotea. Amen. 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 Mimi naamini ya kwamba hata kama watu wanaweza wakatuchukia kwa mambo tunayofanya, hata watu wanaweza wakasema ya kwamba nyinyi hamfai, hata kama watu wanaweza kukusema kwa namna yoyote ile, lakini Biblia inatuambia kwamba Mungu hatakubali kamwe hata nywele ya kichwa changu ipotee, kwa sababu unapojua kwamba mimi najitolea kiukamilifu, mimi najitolea kwa kila namna, kwa hali na mali na ukamilifu wangu na ukweli wangu, Mungu aweze na kuachilia kamwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya kwamba wewe mwenyewe, kwa sababu anayejua anachokifanya ni mtu peke yake, ndio anajua kwamba mimi hichi najitolea kihali na fikra zangu zote najitolea kwa ajili ya kitu fulani. Ukijitolea hivi ndio kwamba ufalme wa milele na milele utaupata. Neno hili fupi leo kwenu na kwa pia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Amen.